Meneja wa barabara kuu nchini, Mhandisi Nchama Wambura, amesema kuwa uamuzi wa kupanua barabara hiyo umetokana na changamoto za magari makubwa, hususan malori, kusababisha ajali nyingi katika mteremko wa Mlima Nyoka. Barabara hii inapanuliwa kwa sababu za msingi. Imekuwa na mzigo mkubwa sana wa magari makubwa ambayo yamekuwa ni changamoto, mengi yakisababisha ajali kwa mali za watu, lakini pia hata na uhai. Na hilo ndio lililosababisha wakala wa barabara TANROADS kunyenyuka na kuja kufanya upanuzi ili walau kuwepo na baadhi ya maeneo ya magari kuweza kupumzikia pale yanapokuwa yakipanda mlima huu, Mlima wa Nyoka, ambao umekuwa na umaarufu wa jina hilo. Kwa kuliona hilo, pia kumekuwepo na njia ya mchepuo ambayo hapa tuliposimama itakuja kupita maeneo haya kuelekea hapa na kutokezea kule mbele. Kwa upande wake, meneja TANROADS mkoa wa Mbeya, Mhandisi Suleiman Bishanga, amewataka wananchi na watumiaji barabara hiyo kuwa wavumilivu wakati wa ujenzi ukiendelea, akisema kuwa kukamilika kwake kutaleta usalama na ufanisi zaidi. Mchepuo hii ni moja ya mikakati ya serikali kwa maana ya kuchepusha barabara kupita katikati mwa mji wa Mbeya, kwa jiji la Mbeya, kwa sababu tukifika hapa Mlima Nyoka tulipo, inabidi twende kutokea, tunapita Uyole ya kati, alafu tunaenda sambamba na jiji la Mbeya kwenda kutokea Sungwe. Sasa jumla ya umbali wa hii bypass ni kilomita 48.9, na tayari serikali imeshatoa fedha kwanza tuainishe ile upana wa ile barabara kwa kuweka vijingi, lakini kwa kuifungua tayari ianze kutumika. Lakini ni moja ya mikakati pia ya kuondoa misongamano katika jiji letu la Mbeya, kwa sababu pale Nsalaga tayari ule mradi wa kutoka Nsalaga kwenda Ifisi kwa kutengenezwa kwa njia 4 unaendelea. Nao baadhi ya wananchi wa mkoa wa Mbeya, akiwemo mzee maarufu Chief Locket Mwashinga, wameishukuru serikali kwa kuanza upanuzi wa barabara hiyo, wakisema kuwa kwa miaka mingi barabara hiyo imekuwa finyu na kusababisha ajali nyingi zilizohatarisha maisha ya watu na mali zao. Nashukuru sana viongozi waliokuja kutuita kwamba tunataka kupasua barabara wapi, Mlima wa Nyoka. Tumefurahi sana kwa kweli. Hayo ndio maendeleo tuko tunayahitaji wakati wote. Maendeleo ni barabara, bila barabara hujafikisha kitu chochote unapotaka kwenda. Na sisi tuko na njia mbili, kwa sababu hapa Mlima wa Nyoka pana matatizo. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.